udhaifu uliokuwa nayo au ulionayo. Ni wanyepesi kutembea na Mungu katika hali ya udhaifu. Tunapozungumzia nguvu, tunazungumzia uwezo tendaji kazi. Uwezo tendaji kazi. Asilimia kubwa watu wengi wamepoteza vitu vya muhimu kwenye maisha yao kwa sababu ya kukosa nguvu ya kuvimiliki na kuviendesha hivyo vitu. Kuna watu wamepoteza wachumba, maana mume au mwanamke, kwa sababu hakuwa na nguvu ya kuweza kumuhimili. Lakini kuna watu wamepoteza ajira ama kazi. Uliomba kazi kwa nguvu kubwa, ukatumia gharama kubwa, lakini ule uwezo wa kuweza kuimiliki ile kazi ukawa hauko nao. Ukajikuta kazi umeipata lakini unaipoteza kirahisi. Kuna watu kila wanapopata vitu vizuri sharti vipotee, kwa sababu hawana nguvu ya kuweza kuvimiliki hivyo vitu, wana udhaifu. Sasa leo atakupokea nguvu katika udhaifu ndio nao, lakini nguvu ya Mungu ishi. Unakuta mtu amepata biashara kwa jasho kubwa sana, lakini anaipoteza kirahisi. Kuna mtu anapata huduma, karama na vipawa, lakini anavipoteza kirahisi kwa sababu hana nguvu ya kuvilinda. Lakini kuna watu wanapokea afya kwenye ibada kama hii ya leo. Mtu anasema nimepona, namshukuru Mungu. Nimefunguliwa, namshukuru Mungu. Lakini anakaa siku kadhaa nyumbani, ile hali ambayo ilitoka anajikuta namrudia, kwa sababu alikuwa hana uwezo wa kuweza kukibeba kitu alichokipokea. Kwa kukosa uwezo wa kuweza kuvitunza vitu ambavyo Mungu amekutendea ni mbaya. Unakuwa ni mtu ambaye unakuwa ni mtu wa kujirudia kwa mambo. Sema amen. Kwa sababu gani? Umekosa nguvu. Kwa napozungumzia nguvu, nazungumzia kitu cha muhimu sana kwenye maisha ya muamini, ambacho inabidi ukilinde kwa gharama zako zote. Yaani mojawapo ambavyo vitu vile vilinde ni ule uwezo aliokupa Mungu kwa ajili ya kupata ama kufanikisha mambo fulani. Kwa ujitahidi sana kulinda, kwa sababu pasipo uwezo hatuwezi kufika mahali popote. Sema amen. Wafilipi 4:13. Sura ya 4:13 anasema nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Lakini mlifanya vema. Kumbe kinachofanya mtu awe na uwezo wa kudumu kwenye kazi ama kwenye jambo lolote ni ile nguvu iliyoingia ndani yake, ndio itakaomsaidia kuyafanya hayo mambo ama kuweza kuyafanya hayo mambo. Anasema nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Manake uwezi kufanya jambo lolote na likaonekana kuwa na maana
Mungu hajakutia nguvu. Hata hivi ninavyohubiri naweza kuhubiri katika yeye aliyenitia nguvu. Pasipo yeye kunitia nguvu nisingeweza kuhubiri. Sema amen. Amen. Ukiona mtu anadumu na ndoa yake, usifikiri ni kawaida au ni rahisi. Sema ni ule uwezo ambao Mungu amempatia wa kuifanya ndoa yake idumu. Usimuone mtu anaolewa ama anaoa. Kuna watu wengi mmepoteza watu wa muhimu kwenye maisha yenu kwa sababu ya kukosa nguvu ambao inabidi badilike ndani yako, iwe uwezo wa kuweza kudumu na watu ambao ni wa muhimu kwenye maisha yenu. Na kwa sababu tumekosa nguvu, unajikuta mtu ambaye ni mpagani, kachawi, kashenzi tu, kashirikina, kanaweza kukuibia mume wako au mke wako wa agano kwa sababu tu ulikosa nguvu. Sinaeleka vizuri? Alafu naanza kulaumu, unasema na mlaani, aliniahidi atanioa, nitamuoa, atanioa, ataoa na mimi lakini nimekataa. Kwa nini umekataa? Haukuwa na uwezo wa kulinda yale makubaliano. Mtu yeyote asipokuwa na uwezo wa kuyalinda makubaliano ya wayo yoyote yatakufa. Na si kila kinachokufa ni mapenzi ya Mungu. Vingine vinakufa kwa sababu umekosa nguvu ya kuweza kuvilinda. Si kila kilichoenda kilistahili kwenda. Kuna vingine vilienda, vilikuwa na muhimu kwa maisha yako, vilienda kwa sababu hukuwa na nguvu ya kuweza kuvitunza. Sema amen. Sema amen. Sema amina kubwa. Sema amina kubwa wewe hai. Kuna mtu ananielewa vizuri? Vitu vingi watu wamevipoteza kwenye maisha yao kwa sababu wamekosa nguvu ya kuvilinda. Mtu anapata ajira, yanatokea tu ya kutokea, unaondolewa kwenye ajira, na ile nafasi ulikuwa umekaa anakuja kukaa mtu mwingine mwenye uwezo juu yako. Baadaye unaanza kulaumu, unaanza kushika watu mbaya. Kumbe hakuna mbaya, ni wewe ulishinda kukilinda kile kitu ulichokuwa umekikalia. Liko jambo ambalo Mungu amelikusudia kwa maisha yako litokee, lakini hilo jambo shalitupokee nguvu ya kulilinda, kwa sababu likitokea pasipo uwezo wa kulilinda, lile jambo litakuwa kama upepo, litapita. Simeleka vizuri? Ukiona mtu anafanya vitu vinaenda, iwe ni huduma anafanya inadumu, hayumi, ujuaje ana uwezo wa kuiendesha ile huduma. Na ndio maana anasema kwamba nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nini? Nguvu. Na ndio maana Yesu aliwaambia wanafunzi wake, akasema msitoke kwenye hiki chumba. Sema amen. Msitoke na hiki nini? Chumba, mpaka mvishwe uwezo utokao juu. Manake anawashurutisha kwamba msiende kufanya kazi ambayo mmenuia kwenda kuifanya mpaka mpokee nguvu itakayowasaidia muweze kuendesha hii kazi, kwa sababu mkiifanya hii kazi pasipo nguvu mtakuwa matukano. Mkiifanya hii kazi pasipo nguvu mtakuwa fezea. Jambo lolote ukilifanya katika nguvu linakuwa na ushuhuda ulio mzuri, na linakuwa na msingi ulio imara, na linakuwa ni endelevu, haliishi njiani. Jambo lolote ukilifanya pasipo nguvu linaishia njiani. Na
Nani ananielewa vizuri? Nani ananipata vizuri? Nani ananielewa vizuri? Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu apewe sifa. Yesu apewe sifa. Paulo anasema nalikuwa na mwiba. Sema katika hiyo hali ya mwiba niliyokuwa nao, lakini bado Mungu alinitia nguvu. Katika hali ambayo wengine nakuona ni dhaifu, wanakuonea huruma, wanakuona uwezo, omba Mungu akusaidie uwe na nguvu katika hali ya udhaifu. Amina. Ukipokea nguvu ya Mungu, unaweza leo ukawa unaumwa ugonjwa hata ukimwi, hata kansa. Sema amen. Ukimwi ukakaa ndani yako, ukakaa miaka hata 100, lakini ukimwi usikuue, ukafa kwa sababu Mungu amekusudia. Ungepiga makofi. Kinachokufanya ufe sio ule ugonjwa. Sema amen. Ni kwa sababu hauna uwezo wa kuweza kushinda ule ugonjwa ulionao. Kinachowaua watu ni hofu, kinachoangamiza watu ni hofu ya ugonjwa, lakini si ugonjwa wenyewe. Kwa ukiwa na nguvu ya kuweza kushinda ugonjwa, unaweza kusurvive na hali yako ile ya ugonjwa. Wengine wakafa, wengine wakalala, lakini wao wakavuka miaka hadi miaka, kwa sababu Mungu amekupa nguvu ya kuweza kushinda ugonjwa. Sinaongea na mtu. Tuangalie Wakorintho anasemaje. Wakorintho wa pili sura ya 12 kuanzia mstari mpaka wa 10. Anasema sina budi kujisifu, ijapokuwa haipendezi, lakini nitafikiria maono ya Bwana. Namjua mtu mmoja katika Kristo, yapata sasa miaka 14, kwamba alikuwa katika mwili, sijui mimi hanihusu, kwamba alikuwa nje ya mwili, mimi hanihusu. Mungu ajua. Mungu ndiye anayejua. Mtu huyo alinyakuliwa mpaka mbinguni. Alifanyaje? Alinyakuliwa mpaka juu wapi? Mbingu ya tatu. Nami namjua mtu huyo, kwamba alikuwa katika mwili, sijui, kwamba alikuwa nje ya mwili, Mungu ajua. Mungu ndiye anayejua. Ya kuwa alinyakuliwa mpaka peponi, akasikia maneno yasiyotamkika, ambayo haijuzu mwanadamu ayanene. Kwa habari za mtu kama huyo nitajisifu. Nasikia vizuri. Moja wapo ya vitu ambavyo inabidi ulie mahali hapo jivunie ni kumjua Yesu Kristo, anayependa, anayeponya, anayeuisha, anayefufua, anayeonekanika. Moja wapo ya muujiza uliopata kwenye maisha yako ni kumjua Yesu. Sema amen. Amina. Hakuna muujiza mkubwa kwenye maisha ya mtu kama kumpokea Yesu. Na ukimwelewa Yesu anabadilika ndani yako, anakuwa nguvu ya utendaji juu ya mambo unayofanya. Amina. Tunasema ndani ya Kristo na Kristo ndani yetu. Sema amen. Kama ndani ya Kristo na Kristo ndani yetu, maana umemwingiza mtu asiyeharibika ndani yako, asiye dhaifu ndani yako. Kwa haijalishi kwenye mwili wako kutakuwa na udhaifu wa aina gani, haijalishi kwenye mwili wako kutakuwa na hali ya aina gani, kitendo cha wewe kumwingiza Yesu ndani ya mwili wako umeshinda udhaifu wa magonjwa wao wote. Amina, amina. Umeshinda madhaifu ya wao yote. Umeshinda
la ugonjwa, una taarifa ya ugonjwa, umeambiwa habari za ukimwi, umeambiwa habari za kansa, umeambiwa habari za malaria, pressure, ndicho kinachokutesa, lakini Mungu hajakifanya hicho kitu kikutesa. Kinaweza kikawekwa ndani yako, ama kikitoa ndani yako, na ukawa salama kwa jina la Yesu. Amina. Paulo anamwenda, anachapa Paulo, ni kwa hali ya kawaida tungemwona na kuwa dhaifu, lakini tunashuhudia Paulo wagonjwa wanaponywa, vilema wanatembea, viziwi wanasikia, vipofu wanaona, anasonga mbele, lakini anamwimba. Uliza mwenzako, anamwimba gani? Katika hali ya kibinadamu huwezi kukosa kuimba. Mimi nimeenda hospitali, simame, nikafika hospitali, tumbo linaniuma na kichwa kinaniuma. Daktari niambia na vidonda gani? Na vidonda gani? Na vidonda gani? Akasema una shida sana na njaa. Lakini katika hali hiyo ya udhaifu wa vidonda vya tumbo, nikifunga nikiwa kwenye maombi, sisikii maumivu yoyote ya vidonda vya tumbo, sisikii hali yoyote ya vidonda vya tumbo, nasikia tu uwepo wa Mungu ndani yangu. Sijaacha kufunga, nafunga, na nikifunga sio nafungaga 3 kavu, nafungaga 2 kavu, nafungaga 1 kavu, nafungaga masaa 12. Sema amen. Amen. Na sisikii tumbo kuuma. Halo? Amen. Halo? Amina. Ila nikishinda na njaa, sijafunga, sipo kwenye maombi, nimeshinda na njaa, hata ikifika saa 6 tumbo linaanza kuuma. Nana nanaelewa kabisa. Amina, amina, amina. Unaelewa makuu ya Mungu? Maana yake ni nini? Mungu anatufundisha kwamba kuwa na vidonda vya tumbo sio shida, kuwa na ukimwi sio shida. Shida ni wewe je, unamwelewa yeye kwamba akiwa ndani yako yote yamekwisha, anakupa uwezo wa kushinda hayo magonjwa. Amina, amina, amina. Kinachokuwa sio ugonjwa, ni hofu ya ugonjwa. Amina. Kinachokuangamiza sio hayo mambo ulionayo, ni hofu ya hayo ulionayo. Amina. Ndio inayokuangamiza. Ndio maana leo nimekuja niachilie nguvu ndani yako. Amina. Katika hali yoyote, yes, utakaokuwa nayo, ubaki kuwa imara. Amina. Anasema mstari wa 7 anasema, na makusudi nipate kujivuna. Na makusudi nipate kufanyaje? Kujivuna. Kujivuna kupita kiasi. Kupita kiasi. Kwa wingi wa mafunuo. Kwa wingi wa mafunuo. Kwa mafunuo hayo. Kwa mafunuo hayo. Na alipewa mwiba. Na alipewa mwiba katika mwili. Yaani Mungu amempa mafunuo mengi Paulo. Katika watu wa mafunuo ni Paulo. Kwa mitume iliyopita. Kwa sasa hivi inaonekana kuna watu wamemsikia. Kwa kipindi hicho kilichopita, katika watu kuna mafunuo kwa kipindi hicho kilichopita kuna Paulo. Haina maana saizi hawatukusikie. Ila kwa kipindi kile yeye ndio alifunga kazi kwa mafunuo. Wakina Petro hawakuingia, wakina Yohana hawakuingia, wakina Marko hawakuingia, wakina Bartholomayo hawakuingia, wote hawakuingia. Paulo alikuwa ni bonge la mtu. Yes. Na katika mitume yeye ndio alikuwa mtume aliyefuata nyuma. Wengine wakafuata na ndio walikuwa mdogo kuliko wote, lakini ndio alifanya kazi kubwa kuwazidi wengine wote. Elewa ninachokwambia. Sema amen. Sema amen. Amen. Anasema pamoja na matendo makuu yote ndio aliyokuwa nayo Paulo, ndio, lakini alikuwa na kamwiba. Wewe ndio tunaangalia kamwiba. Jicho lako liko kwenye mwiba, halipo kwenye matendo makuu, halipo kwenye Mungu anaweza, halipo kwamba kwa Yesu yote yanawezekana, halipo kwamba kwa Yesu hakuna lilogumu. Leo kwa nini na unakutazama, acha kuangalia mwiba ulionao. Inawezekana mwiba ulionao
Kwa wingi wa mafunuo hayo, nalipewa mwiba katika mwili, mjumbe wa shetani ili anipige. Nisikie vizuri. Hali yoyote utakayoisikia katika mwili, eza ugonjwa, sababu ukao ukijua hadi unavyoendelea kufuata ugonjwa, kuufikiria ugonjwa, kuuwaza ugonjwa, kuufuatilia ugonjwa, kujua ugonjwa kwamba madhara yake yakoje, ndivyo ambavyo utaendelea kuzoofika, kwa sababu ugonjwa ni mjumbe wa shetani. Ungenielewa ungepiga makofi kwa jina la Yesu. Amina, amina, amina. Paulo nyepesi, nikuulize swali. Mungu amekuwekea mjumbe wake ndani yako, anaitwa Kristo. Sema amen. Awe mjumbe wa mambo mema, awe mjumbe ya kwamba inawezekana, awe mjumbe ya kwamba itakuwa, awe mjumbe ya kwamba utapata, awe mjumbe ya kwamba utazaa, awe mjumbe ya kwamba utaolewa, awe mjumbe ya kwamba wewe ni mbarikiwa. Na amekuwekea mjumbe anaitwa shetani. Sema amen. Amen. Naye amekuja na lifestyle yake, amekupangia kwa ugonjwa. Anakuambia ugonjwa huu, historia ulionao hauna dawa. Ugonjwa hii, historia ulionao hapa Tanzania hakuna matabibu bingwa, mpaka uende India. Hadi yenyewe ya maisha uende Kariakoo kutafuta 2,000 ya kula ndo unaishi kwa kutoka. Sema amen. Usipatoka na njaa alafu ndo uende India, si utakusika wewe. Sema amen. Unajikuta mjumbe ana nguvu ndani yako, anakuonyesha hizi dalili za mapunye, hii wanapokata mguu, hii mapunye, hii ni kansa. Umeona hii alama hii ni dalili mbaya, ni dalili ya kansa ya kwanza, stage ya kwanza. Mjumbe anakuletea taarifa mbaya, lakini leo nimekuletea mjumbe anaitwa Yesu Kristo. Anasema kiingia ndani yako, wajumbe wote wananyamaza, mapepo yananyamaza, magonjwa yananyamaza, sauti zote za hofu zinaanguka chini. Kama unanielewa, sema fire. Hawa ni wajumbe, anakuambia kwa hali unayo. Unajua kukata mlima wa uzazi mmoja ulikuwa ni mchafu na ulikuwa na uvimbe na ukata, kwa kuja kuzaa kwako ni shida. Kwa wewe, huyo ni mjumbe amekuja kuzofisha. Kazi ya huyo mjumbe ni kuzofisha, na kazi ya mjumbe wa pili ni kukupa nguvu. Sasa nakushauri leo, mojawapo ya wajumbe ambao unabidi wasikilize kwenye maisha yako ni mjumbe anayekutia nguvu. Haijalishi waliokuzunguka wanakuonea huruma, wewe usijionee huruma. Haijalishi pia unaweza kuwa na ugonjwa miaka na wala usifu. Kinachokuwa ni hofu. Hofu inaanza kugeuza imani yako. Hofu inaanza kufanya usio utulivu. Hofu inaanza kufanya watu kuhangaika. Hofu inaanza kufanya kuingia mitandaoni, watu kupata madawa, madaktari wa kutibu ya huo ugonjwa, hizo dalili unazoziona hofu. Lakini mjumbe anaitwa Kristo, yeye anaitupilia hofu mbali na wewe. Amina kwa jina la Yesu. Amina. Pokea nguvu kwa jina la Yesu. Amina. Pokea nguvu katika hali ya udhaifu ulionayo. Amina. Pokea nguvu katika hali ya ugonjwa ulionayo. Amina. Pokea nguvu katika hali ya mapepo ulionayo. Yes. Shujaa wa imani. Yes. Shujaa wa imani. Amina. Shujaa katika afya. Shujaa katika uchumi. Shujaa katika uzao. Amina. Shujaa. Mjumbe wa mabaya akiingia ndani yako uone kesho. Mjumbe wa mema akiingia ndani yako unaona kesho. Sema yaani uone kushinda, unaona kushinda. Uone anguko, unaona kusimama. Uone kukata tamaa, unaona kujipa moyo. Lakini mjumbe yule shetani anapokuja ndani yako na mwiba,
fulani. Lengo la ule mwiba ni kukufanya usikilize yeye, na ukimsikiliza yeye hamjaleta ubao, hamjatengeneza ubao mzuri ya kumsikiliza mjumbe wa shetani kwenye maisha yako, na uzuri wa kumsikiliza mjumbe aitwaye Kristo kwenye maisha yako. Fanya haraka. Umeona hapa ndo safari ya mtu, sema amen. Anapanda, amen. Kada na kupanda hapa kuna kitu tunakiita hofu. Hofu, sema amen. Hapa kuna kitu tunakiita mauti. Mauti, sema amen. Hofu, huyu ni mjumbe, sema amen. Hofu ni nini? Ni mjumbe, sema amen. Hofu ni nini? Ni mjumbe. Hapa kuna kitu kinakupa kujitia nguvu, sema amen. Kujitia nguvu, sema amen. Au upendo, sema amen. Unifuata vizuri. Inaendelea, sema amen. Inaendelea huku juu kuna kitu kinaitwa baraka za Mungu. Baraka za Mungu. Umeona baraka za Mungu? Ili uweze kuzifikia baraka za Mungu ambazo kuna nguvu, utii, upendo, sema amen. Kulishika neno, utii hapo, sema amen. Baraka gani? Unaanza kuzifikia baraka za Mungu, na ukifikia baraka za Mungu unaufikia umilele. Umilele. Naomba nikwambie. Umeona hapa? Ili tunalita ni bonde la mauti. Ili hapa ni bonde la mauti. Linasababishwa na mjumbe wa shetani. Mjumbe wa shetani aitwaye hofu. Utakapomfuata hofu, utadumbukia kwenye shimo. Halo? Amen. Unaingia hapa shimoni. Shimoni ni mauti, ambako mauti haiwezi kukupata wewe bila huyo mjumbe. Watu wengi wakifika hapa stage ya hapa, sema amen, wanakuja na wajumbe wawili, hofu, sema amen, na imani anakuja. Wajumbe kitakachokufanya wewe uendelee kuwa na nguvu ya kuendelea kupenda ni kupenda imani, ni kupenda kushinda, ni kupenda kufaulu, ni kupenda kuweza. Ukimsikiliza wewe hofu kwamba ugonjwa unao hauna dawa, taratibu unaweza kushuka. Ni mtu huyu ni mtu, sema ni mtu anatembea na miguu yake. Huyo anatembea, anakuja, anapanda na hofu, anapanda na imani, sema akifika hapa, sema kwenye maisha ya mtu lazima upitie hapa. Baba anasema unapopanga nafanyaje? Kinachokufanya hapo shida kuinuka, kuendelea hivi, kuinuka hivi, ni huyu hofu umembeba na kuingiza huko shimoni. Ndipo unaanza kuona mauti kwenye maisha yako. Huyu imani anaitwa Yesu Kristo. Huyu hofu anaitwa shetani. Hao wote wawili ni wajumbe. Kwa kwenye maisha yako ukiishi, tafuta kujua katika wajumbe wawili, Yesu na shetani, wewe ni mwepesi
Sikiliza, nani na nani anayekuhangaisha kwenye maisha? Wengi mnahangaishwa na shetani. Ndio maana Paulo anasema katika udhaifu wake ndipo alikuwa na nguvu. Yaani hapa Paulo amenyong'onyea, hapa Paulo mambo yaenda, hapa Paulo hali ni ngumu, lakini amejikuta anaanza kutembea na anapata na baraka za Mungu na anaanza kufikia umilele. Kwa neno ufikia umilele, ndio maana pale nasema huyu mtu aliyekuja kwangu mimi alikuwa mwili, mimi sijui. Sema amen. Alikuwa duniani, mimi sijui. Ameenda, mimi si. Ninachojua ni kwamba alikufa akafufuka kwa ajili ya maisha yangu. Sema amen. Angalia mwenzako, nini ninachokijua kwa maisha? Nini ninachokijua kwa maisha? Unaelewa nini? Unapata nini? Mwalimu zako unaelewa nini? Ni mchumbe wa mabaya? Ni mchumbe wa mema? Nini kinakuhangaisha? Basi, nini kinakuhangaisha? Mjumbe wa kwanza wapi? Kwamba katika mazingira unayo, kazi unayoifanya, kuna watu wengine ni wazoefu, wana elimu kubwa kuzidi wewe, kwa hiyo inawezekana akakushusha nini chini, anakuja masikioni mwako anakusemesha. Nani anakusumbua? Wengi mmekosa nguvu, si kwa sababu Mungu amepanga usio na nguvu, ila ni kwa sababu umempa nafasi mjumbe aliyebeba mauti. Halo, halo, halo. Kuanzia leo nakutamkia nguvu kwa jina la Yesu. Kila kitu ambacho mjumbe shetani anakileta kwa maisha yako ili kukuangusha, na tamka utaanguka kwa jina la Yesu. Amen. Kama unaamini sema amina kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Unaumwa, Yesu ni mzima. Amina. Kwa nguvu kwa jina la Yesu. Amen. Amina kwa jina la Yesu. Amen. 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 Baraka za Mungu zipo kwenye kuisikiza sauti ya Bwana. Ndio maana kwenye Kumbukumbu la Torati, Kumbukumbu la Torati 28 kuanzia 1 na kuendelea, anazungumzia mtu atakayesikia sauti ya Mungu hapa bila kuisikia sauti ya hofu ya shetani. Amina. Sema amen. Amen. Anasema baraka, amen, zitafuatana naye. Anazungumzia baraka za mashambani, anazungumzia baraka za miji. Sema amen. Kwamba chochote utakachokifanya utafanikiwa kwa hicho. Anasema hivi vitafuatana na nani? Na wewe. Sema amen. Lakini angalia, ukifika ule ile 15 hapa 15 anazungumzia nini hapa 15? Anazungumzia laana. Laana ziko wapi? Halo? Amen. Ni yule mtu ambaye amesikia sauti mbili ndani yake. Kila sauti ina mjumbe wake. Sema amen. Na ina maana na kutaka kupeleka. Sasa wewe ukaacha sauti ya baraka ukafuata sauti ya laana. Laana. Umeanza kuwa laana. Yeah. Unasumbua kanisa la Mungu. Baba na makomasi na jamaa sababu umeacha sauti ya baraka, umeifuata ya laana. Laana ikufuata, unataka kukataa. Unaikataa katika umeifuata hiyo. Kwa kuanzia leo, yes, mambo yoyote yatakayokuja mbele yako, mabaya sio fungu lako, fungu lako ni mema. Amina. Atakupigia kelele masikioni. Yes. Mema yakae ndani yako. Amina. Mazuri yakae ndani yako. Amina. Mazuri yaishi ndani yako. Mazuri yatembee ndani yako. Nakataa mabaya kukufuata. Amina. Kupatia mema kwa jina la Yesu. Amina. Ukiwa ni mtu wa kuyanena mema kuliko mabaya,
wewe utakuwa ni mtu wa mema. Yale mema unayonena yatakuwa ni sehemu ya maisha, yale mabaya unayoyanena yatakuwa sehemu ya maisha. Kila kitu utakachokinena kwa kinywa chako ama utakachokifuata, maana nyingi ndio kimekaa moyoni mwako, ndio hicho kitakuwa maisha yako. Na kuanzia leo na achilia nguvu ya kushinda udhaifu ulionao. Amina, amina, amina. Anasemaje? Anasema na makusudi nisipate kujivuna kupita kiasi. Mwiba wakati mwingine Mungu anakuwekea hana maana kwamba wewe dhaifu, ana maana kwamba usijiamini kupita kiasi, ibaki nafasi kwamba wewe ni binadamu, usitaifikia nafasi ya Mungu. Nimeeleka vizuri? Yaani kila mmoja na mwiba wake. Hapa ningetaka kuuliza mzee hapa na mwiba wake. Mzee, huu mwiba haina maana ndio unakuangamiza. Kitakachokuangamiza ni ile hofu uliyoipandikiza moyoni mwako. Ugonjwa sio kama pressure, sio kisukari. Wala. Niwahi kumwambia mamangu hapo. Nimemkuta, nimefika hapa Dar es Salaam hapa kwenye mji huu. Hawezi kuinua ndoo, hata ndoo hawezi kuinua. Ndoo ya maji hawezi kuinua. Namwambia mama, mbona? Anasema siwezi kufanya kazi yoyote. Sema amen. Kwani wamemwambia una kisukari? Sema amen. Wamemwambia magonjwa yote mabaya, yale magonjwa yamekaa kwenye kichwa. Nikamwambia nisikilize, wewe umwi hata kufanya kazi zako. Amina. Nikamwambia na kuomba na kuinua. Nikapiga maombi, nikamjenga, akaanza kubeba kwenye mizigo, anatoka kwenye mizigo, anaisha miradi yake, akaanza kufanya kazi zake. Ni mpaka leo ngome na duka. Nini kinafanya mtu asafari? Ni nguvu. Sema amen. Iliyoingia ndani yake imezidi roho ya mauti, imezidi nguvu ya mauti. Sema amen. Yenyewe hiyo nguvu ina uwezo zidi ya mauti, ina uwezo zidi ya ugonjwa. Acha kufikiria habari za pressure, acha kufikiria habari za malaria. Siku moja nimempeleka mzee hospitali, nimemchukua kutoka mkoani, mwambia mzee, nataka kupeleka kwenye hospitali za hapa Dar es Salaam. Nimefika na mkoani huko, mimi sikuwa na mpango hospitali, nilikuwa na mpango nimbadilishe ufahamu wake, aache kufikiria ugonjwa. Sema amefika hapa sana na yaani pressure hii iko juu. Amen. Nikamwambia nikampeleka hospitali. Daktari wa kwanza akampima, akamwambia mtu amefika mwenyewe. Jumbe ameanza kazi yake, jumbe wa mauti. Akasema ndio, ametembea mwenyewe. Gari imeweka, akasema niacha kule. Akasema mfundisheni. Wakamlaza kitandani, akaenda akampima sukari, wakaenda kumuuliza kuni kama vipi, chukua nacho vipi, sio kweli, wanasema sana sio kweli. Mimi naangalia, kuangalia mtoto wako hapa na daktari, nikaambia mwanangu, huyo mzee hau, akasema baba tongea baba, nisikie kwa huyo mzee hau. Akasema hivi kibaya sio sukari, sio kweli, yaani ni sio kweli. Kwanza amefikia kabla wamempima, alikuwa ametembea amechoka, akaenda tena mwingine mkubwa, akasema lazima akamlaza. Yaani alipolala unaona mzee yuko hoi, sio kawaida, yaani amechoka, yuko hoi. Mimi mwenyewe tunapiga story, mimi tunaongea, mimi ana nguvu zote, ni jasiri. Kitendo cha kusema sio kweli, mzee mpe kitabu na drip watuweke, mzee amechoka. Mimi mwenyewe namuonea huruma, nasikia kwa ndani sauti inaniambia hapana. Akaenda tena mwingine, akasema subiri baba, usimwonyeshe dozi, leta sigara. Akapiga hapa, leta hapa, sio hapa, chacha. Akaingiza baba, hebu toa mzee huko, mzee huko. Damu yake iko 6.7. Sema
gani kilikuwa 6. Sema amen. 6 point something. Unaelewa? Akasema huyu hao. Akamwambia mzala. Mzala, njoo. Akamwambia, njoo hapa. Sukuma mguu wako, sukuma huko. Sukuma. Akasema ase, wewe mzee unasema naumwa, ambaye anataka kunisukuma na kunisukuma. Anaumwa asingeweza kusukuma. Akasema nishike mkono. Nivute. Akasema unza na nguvu zote, atakulima na wewe. Akasema nakwambia kuanzia leo, unza karibu. Nini mjumbe ndiye anayeharibu maisha ya watu, uhai wa watu, pumzi ya watu. Tatizo mjumbe wengi kichwani wamekuambia habari za umri ulionao, kwamba umri unaweza ukazaa, ukizaa mtakuwa umekaa tamaa, sasa unaishi hauna matumaini. Leo nakupandia matumaini. Uwe na miaka 60 pasa, uwe na miaka 70 pasa, uwe na miaka 80 pasa, uwe na miaka 90 pasa. Mjumbe uliye naye anaharibu imani yako, anashusha imani yako, anaharibu utendaji. Mimi nimewahi kusema, naongea Kiswahili kigumu kidogo, mtanielewa watu wote. Kuna baadhi ya safari wanaosafiri mwanaume na mwanamke kwenda mikoani kwao kusalimia, punga mkono, mmenielewa, zinaishia njiani. Wanaenda Arusha, Dodoma, wanajikuta wamefika darajani hapo feri, injini imekata mafuta. Ukifuatilia asilimia kubwa wale watu wanakuwa sio wagonjwa, ni baadhi ya taarifa wanazokuwa nazo kwenye vichwa vyao zinazoofisha miili yao. Leo nakupandia nguvu kwa jina la Yesu. Kuwa na taarifa nzuri kwa mtu wako, kuwa na ujumbe mzuri. Sema ni bora tusige safari. Kama kusafiri kwenye ndio hii, unamfanya endelee kuwa dhaifu. Unamwambia asante. Amen. Asante. Sema mimi. Hata kama ukufika, unamwambia nini? Asante. Unamtia nguvu. Hebu piga makofi kwa Yesu. Amina. Nani ndio amesema? Amen. Hebu piga makofi kwa Yesu. Amina. Taarifa mbaya. Yes. Acha kuisikia sauti mbaya. Acha kuisikia sauti ya hofu. Amen. Anza kuisikia sauti yenye nguvu, inayokupia imani, inayokujenga, inayokuimarisha, inayokufanya uwe shujaa. Paulo katika wimbo nilikuwa na bado nilikuwa na anasema kwa wingi wa mafunuo hayo, nalipewa mwiba katika mwili, mjumbe wa shetani, ili anipige. Ugonjwa unao mjumbe wa shetani, nikajivuna kupita kiasi. Mjumbe wa shetani, maneno mabaya unao ni mjumbe wa shetani. Lengo anataka kuzoofisha. Mwambie mwenzako usipende kuzungumza mabaya kuliko mema. Usipende kuzungumza mema kuliko mabaya. Penda mazuri kuliko mabaya. Penda vitu ambavyo ni vizuri kuliko mabaya. Ndio mabaya yanakuzofisha. Kazi ya mema yanakutia nguvu, yanakuimarisha. Nataka uimarike kiafya. Amina. Nataka uimarike kiroho. Amina. Nataka uimarike kiusawa. Amina. Nataka uimarike kwa karama ulionayo. Yes. Nataka uimarike kwa huduma ulionayo. Amina. Nataka uimarike kwa kipawa ulichonacho. Amina. Hofu ikae mbali na wewe. Sema amina kwa jina la Yesu. Amina. Uwe shujaa wa imani. Soma. Anasema kwa ajili ya kitu hicho, nalimsihi Bwana
kinitoke. Naye akaniambia, sikilize, kuna jambo unaweza kumwomba Mungu lisikutoke. Na nikiendelea kuwepo sikana kwamba Mungu hayuko na wewe. Kitakachoonyesha kwamba yuko na wewe ni pale ambapo wewe umekaa kwenye hilo jambo kwa nini hajatoka, kwa nini hajatoka. Wewe endelea na maisha ndani na kao na ndugu na pumua. Wewe kidonda tu cha mguu kinakutia hofu. Yeye mama yule hapa pako wazi. Akila uchungu chakara kuna kinakuta hiki. Na hivi mtu alikuwa hapa, sio? Anaondoka. Atakapokuja utaniambia ili nimpe aje tamke neno ibada moja haja hapa. Halo? Mungu alikuwa akili chakula kile. Sema miaka zaidi ya 20 tumbo liko wazi. Hafu. Kidonda kinuki. Hafu. Nikusafisha tu. Nikisafisha tu naje na nguo hapa. Hapo nafanya kazi kama kawaida. Nimekaa na siku moja ofisini. Hapo ofisini nimekaa. Anambia, "Apostle, Mungu akanipa." Ndio. Mimi nina babangu mdogo. Jamani, miaka zaidi ya 35. Miaka zaidi ya 35. Maana mimi nimemkuta yule baba ana kidonda mguu. Huyu hapa namfahamu. Jina hili la mtoto ndio yeye na nguvu sana kwake kuliko kaka zake. Mguu umeoza, una kidonda. Miaka zaidi ya 40. Anaenda sasa kumsafisha. Hapa pote pamoja. Umeroa. Nyama. Na yapi na manyama. Miaka zaidi ya 40. Ngoma ipo haitakoto mtu wala haipati shida. Anatembea mwenyewe. Kinachokutesa ni taarifa ya mauti. Ndio nakutesa. Leo nitakupokea nguvu. Amina. Haijalishi taarifa gani zimekuja. Yes. Haijalishi ni mwimba gani amekutokea. Yes. Lazima leo upokee nguvu. Amina. Ya kushinda huo mwimba. Yes. Upokee nguvu. Amina. Ya kushinda hayo mabaya. Amina. Taarifa mbaya inakunyong'onyesha. Taarifa njema inakuinua. Inakutia nguvu. Anasemaje Paulo? Naye akaniambia, neema yangu ya kutosha. Mwambie mwenzako neema ya Kristo ya kutosha. Mwambie usipaniki. Neema ya Kristo ya kutosha. Mwambie acha kupaniki. Sababu anaelewa. Mungu alimwambia baada ya maombi ya siku ngapi? Ameomba mara 3. Amerudia mara kwanza ameomba ameacha. Akarudia tena akaomba akaacha. Mara ngapi? Alafu baadaye Mungu anamwambia wewe neema yangu ya kutosha. Wewe piga kazi. Ndipo wataona na mlima wako. Visiwa tasikia na mlima wako. Neema nitembee na mlima wako. Wagonjwa siku watapona na mlima wako. Mimi mara nyingi Jumapili nakulaga baada ya kutoka madhabahu. Simama. Siku nikila nakuwa dhaifu. Siku nikila nakuwa nini? Yaani nikiwa usiku kwa ofisini kutoka madhabahu na nikutoka mmoja mnauma. Nikasema pokea. Halo? Nikamwambia nini Mungu anafundisha? Akasema katika hali ya usafi kwa nguvu zangu zinatokeza. Hali ya usafi kwa nguvu zangu zinajitokeza. Na ndio maana ukiniona nimepanda madhabahu na kuwa katika hali ya usafi. Sema amina. Amina. Na ndipo nguvu za Mungu zinakuwa hai kwangu. Sema amina kwa jina la Yesu. Mimi sitaki msosi wala sinywi maji. Napopanda madhabahu sinywi maji, sitaki msosi. Sema amina. Napanda madhabahu nikiwa msosi ndio kuna jana nanitosha. Na ndipo natembea. Ndio kaubia hapa mpaka saa 12. Wewe ukachoka. Mimi nikaa tu strong. Kwa nini? Katika usafi ndipo Mungu analeta nguvu. Katika usafi ulionao iko nguvu iko ndani yako. Amen. Sema amina kwa jina la Yesu. Amina.
Anasema nguvu za Mungu zipo. Anasema naye akaniambia, neema yangu ya kutosha, maana uwezo wangu hutimilika katika udhaifu. Basi uwezo wa Mungu, mwambie mwenzako, mnongoneze, mwambie uwezo wa Mungu upo katika udhaifu. Juzi nilikaa ofisini, amekuja mwanangu mmoja mchungaji. Sema amen. Haleluya. Aliweka kijiti. Hebu sema aliweka kijiti. Aliweka kijiti kuzuia asipate mtoto. Akaweka kijiti. Amekaa kidogo, amekaa, mimba ina miezi 7. Hajui kama ni mjamzito. Halo. Amekaa na mtoto, mwambie wewe, mbona tumbo lako kubwa? Asema nimenene. Akamwambia usio nene huko. Hii ni tofauti na unene. Kama sio vipi basi na mimba, nasema mimba sina kwa sababu nina bonge la hasira hapa. Na bonge la hasira iko hapa. Sema mimi. Akasema, ndio akasema hapana, muda dogo. Akamwangalia akasema, hii tu baba. Hii mimba sasa sio mimi. Amina baba. Amenenepa. Na msala ya matumizi kwa. Haleluya. Ikabidi aende hospitali, anaitana. Daktari akampima. Akasema una mimba miezi 7 na wiki kadhaa. Akasema mimba nina silaha hapa, mimba inatoka. Sinaongea mtu. Akapata mshtuko. Akapata uchungu, akajifungua. Kwa mshtuko aliopata. Kwa sababu kutegemea. Sinaelekea vizuri. Hii nakufundisha kwa ushuhuda ili uelewe mambo ya Mungu yako tofauti na mambo ya kibinadamu. Akili za Mungu ziko tofauti na akili za kibinadamu. Hata kama walikuambia una uwezo wa kubeba mtoto, utapenda kwa jina la Yesu. Hata kama walisema nguvu zako hazina uwezo wa kutunga mimba, mimba itatunga kwa jina la Yesu. Kama unaamini sema amina wewe. Amina. Sema amina upone. Sema amina upokee nguvu. Sema amina upokee uwezo. Nimekana kusema hapo. Hii Mungu mwache hicho Mungu. Nikamwambia hayo ndio mambo ya Mungu. Huyu ni mtoto wa agano. Ni mtoto wa kusudi. Haijalishi walitoa kizazi, utapata mtoto. Haijalishi walikata mirija, utapata mtoto. Haijalishi unavimbe kwenye kizazi, utapata mtoto. Ningesikia mtu anasema amen, yenye nguvu sio kwa kawaida. Sema amen kwa jina la Yesu. Kinachokuzuia wewe, wanyama msituni, wanyama kule msituni, hawana daktari kuwapima vizazi vyao vikoje, miswari inazaa, mitembe inazaa, mipira inazaa, misimbi inazaa. Hakuna ambaye ameichunguza ile vizazi vyao. Tatizo letu binadamu, tumeingiza elimu nyingi kichwani. Hizi elimu zimeharibu fahamu zetu, zimetuondolea ushirika sisi na Mungu. Tumeanza kuona kuna mambo Mungu hayawezi. Nisikilize vizuri, utapata mambo kirahisi, utazaa kirahisi, utafaulu kirahisi, utajenga kirahisi, utanunua maeneo kirahisi, utapata kazi ya ajira kirahisi. Kikubwa tu usimwekee Mungu mipaka. Usimwekee Mungu mipaka. Katika hali ya udhaifu, ndipo nguvu za Mungu zinakamilika, zinaonekana. Sijajua na udhaifu aina gani, sijajua na changamoto za aina gani, sijajua na taarifa gani kuhusu afya yako, kuhusu uchumi wako. Ondoa hizo taarifa, beba taarifa inayokuambia kwamba inawezekana kuzaa, ukazaa, biashara utafanya, kazi utapata, ajira utapata, ndoa utapata, watoto utapata. Hautakuwa hivyo ulivyo, hautakufa mpaka mapenzi ya Mungu yatimie. Sema amina wewe. Sema amina wewe. Nyosha mkono, sema nitajenga. Sema nitafaulu. Sema nitalima. Sema
Sema nitazaa. Sema nitaolewa. Sema nitaoa. Sema nitaongezeka. Kwa jina la Yesu. Nisikilize. Wana wa Israeli. Hebu sema wana wa Israeli. Oya. Mungu. Nakwambia Mungu. Acha udini na uzee wako. Au tukuingiza mbinguni udini wako na uzee. Acha kiburi cha uzee. Acha kiburi cha udini. Mungu yupo nakwambia. Hata ukiamua kumuona leo utamuona. Mungu yupo na ananena na anasikia na anatenda na anafanya. Nimemshuhudia akitenda kwa watu. Nimemshuhudia akiponya watu. Nimemshuhudia akiinua watu. Nimemshuhudia akitofautisha watu. Wana wa Israeli wametembea jangwani miaka 40. Nguo zao zimechakaa. Viatu vyao vimechakaa. Nguo ambazo zinatokana kwa Yesu ndio nguo hizo walikuwa nazo. Miaka 40. Hii gauni haichakai. Kama Mungu alifanya hayo, tumbo lako haichakai. Kizazi chako haichakai. Mungu yupo wapi? Labda kabila lako. Mungu ndiye Mungu sio wa kabila. Ni Mungu wa wote wenye mwili. Sema Mungu kwa jina la Yesu. Sema Mungu kwa jina la Yesu. Yes. Na Mungu akucheka. Kiatu akikuisha. Wewe una Mungu na maadili na ukimwi yamekuisha. Ukimwi kidogo kwa Mungu. Uache ukae ukimwi lakini ukimwi. Uache ukae ndani ya mwili wako lakini ufuka ukimwi. Utakufa wakati wa Mungu ishafika. Na kitakachokuondoa sio ukimwi. Wala sio kansa. Umajina ya kuondoka kwako unataka kuondoa. Sema amina kwa jina la Yesu. Amina. Amina. Ngoja hapa. Tusome Kumbukumbu 29:5. Anasema nami miaka 40 nimewaongoza jangwani. Nguo zenu hazikuchakaa juu yenu. Na tutakia kuanzia leo kizazi chako kisichakae. Amina. Kazi zako za mikono zitakae. Amina. Ndoa yako isichakae. Amina. Sema amina kwa jina la Yesu. Mahusiano yako yasichakae. Kuanzia leo kila mtu anakuona na kuona kwa neno mpya. Kuona neno mpya. Amina. Mke wako akikuona akuone neno mpya. Asante mume wangu na kuona kwa kijana sasa. Au nasema kwa jina la Yesu. Sema amina kwa jina la Yesu. Amina. Mume wako akuone na kwa Yesu. Sema amina kwa jina la Yesu. Yaani baada kuongezeka. Kibali kinaongezeka. Neno linaongezeka. Uzuri unaongezeka. Furaha inaongezeka. Utukufu unaongezeka. Sema amina kwa jina la Yesu. Amina. Amina. Watu wa Mungu hawachakai. Watu wa Mungu hawafanyaje? Hawachakai. Pikisha mwenzako mwambie watu wa Mungu hawachakai. Watu wa Mungu hawachakai. Pikisha mwenzako, pikisha. Yes. Mwambie watu wa Mungu hawachakai. Watu wa Mungu wanachakaa, watu wa giza wanachakaa, watu wa Misri. Misri ndio kuna kuchakaa. Amen. Hapa hakuna kuchakaa. Amina. Hapa hakuna kuchoka. Amina. Hapa hakuna kuishiwa. Yes. Hapa hakuna ombaomba. Yes. Hapa wote ni mashujaa. Yes. Wote ni mashujaa wa imani. Amen. Hakuna kuchakaa kwa Mungu. Kuna kuchakaa nje. Ukiwa ndani ya Kristo hakuna kuchakaa. Utakuja hapa na sura mbovu, utaona sura nzuri. Amina. Utakuja hapa na makinyazi, utarudi na uzuri. Yes. Jesus. Sema amina kwa jina la Yesu. Hakuna kuchakaa. Amen. Hakuna kuchakaa. Mambo sasa kuchovu chovu. Hakuna kuchakaa. Watachakaa huko nje, sio hapa. Walioko ndani ya Kristo hawachakai. Yes. Musa anasema anaambia Mungu niwaongoza jangwani.
40, nguo zenu hazikuchakaa, viatu vyenu havikuchakaa, bado hamuoni haya matendo makuu. Kuanzia leo tunabisha matendo makuu kwa maisha yako. Amina. Hakuna ugonjwa utakao kuzofisha. Yes. Paulo anaumwa. Israeli anatembea jangwani. Yes. Miaka 40. Ngoma hazicho. Yesu nataka huo upako. Nataka huo upako. Nataka huo upako. Amina. Miaka 40. Ngoma hazicho. Wewe unachoka tu mwendo tatu, unachoka, usichoke mwanangu. Hata wanene ambayo usichoke. Hata kukushia vibao usichoke. Hata kupigia meseni usichoke. Hata kunene ambayo usichoke. Hata kuanduna hali fulani usichoke. Ndo kwanza safari ndo inaanza. Amen. Nyosha mkono, sema sitachoka. Sema sitachoka. Ndo kwanza naimarika. Ndo kwanza naongezeka. Ndo kwanza napokea nguvu. Sema amina kwa jina la Yesu. Amina. Sema amina ndio hai kwa jina la Yesu. Amen. Miaka mingapi? 40. Wakorintho wa 2:13. Kwa nini walikaa hivyo? Ni Yesu alikuwa ndani yao. Soma hiyo Wakorintho wa 2. Wakorintho wa 2 sura ya 13. Anasema Mstari wa kwanza anasema hii ndiyo mara ya tatu ya mimi kuja kwenu. Hii ndio mara ya tatu ya mimi kuja kwenu. Kwa vinywa vya mashahidi wawili, vya manabii, vya mashahidi wawili au watatu, kila neno litathibitishwa. Nimetangulia kuwaambia. Sikilize vizuri. Amen. Acha kusikiliza maneno ya kijinga. Acha kusikiliza maneno ya udhaifu. Kwa maneno naumba, maneno nathibitika ulimwengu wa roho. Kuanzia leo tembea na neno la Mungu aliye hai. Jitamkie kwamba mimi ni tajiri, kwamba mimi nina uzao, kwamba mimi nina afya, kwamba mimi ni wa juu. Hata katika hali ya udhaifu wewe nisemee nguvu. Kumbukumbu ya Petro anasema hata katika udhaifu useme nina nguvu. Hata katika hali ya udhaifu useme nina nini? Nina nguvu. Wewe unajisikia unaumwa lakini unasema nina nguvu. Na nguvu inakuja kwako. Sema amen. Unasema nina nini? Nina nguvu. Hata kama ni dhaifu unasema nina nini? Nina nguvu. Sinaongea na mimi naambia siku zote kwamba kila mmoja pembeni na mafunuo. Ukiona tu unaumwa usielewe, ombea maji, sema kwa jina la Yesu na ruhusa ya maji kwa damu ya Yesu itakapojimwagia tie Mungu. Koroga ile maji imwagie ile ndio lako. Ndio usiku wako paa umepona. Acha kuitii ugonjwa. Ugonjwa upige kwa nguvu zako zote. Ugonjwa ukatae kwa nguvu zako zote. Acha kubadilana message za udhaifu. Kubadilana message za kutia nguvu. Nenda kumaliza kwa Anasema nimetangulia kuwaambia, na kama vile nilipokuwapo malaika, vivyo hivyo sasa nitakapokuwapo nawaambia wazi wao waliotenda dhambi tangu hapo na wengine wote ya kwamba nikija sitahurumia. Kwa kuwa mnatafuta dalili ya Kristo. Dalili ya nini? Ya Kristo. Ya Kristo. Asemaye ndani yangu. Anakuambia watenda dhambi hawatavumiliwa. Mtikise mwenzako, mwambie usiwe mtu wa kupenda dhambi. Mgeukie mtikise, mwambie ondoa kiu ya dhambi. Mwambie kulikuwa na ibada wiki nzima kukata kiu ya dhambi, ili upokee kiu ya ushuhuda. Sema amen. Kwa kuwa mnatafuta dalili ya Kristo, asemaye ndani yangu, ambaye si dhaifu kwenu. Mnanitafuta kwenye chungulia, mtaka kuangalia yale mapenzi ya Mungu, yale ambayo Mungu ameachilia ndani ya hicho ndio kichomweka. Naomba kuna neno vizuri. Mnataka kuziangalia kanisa nani? La Kristo kwenye maisha yako kuliko dalili za shetani. Jifunze kufuatilia masomo ya baraka kuliko masomo ya laana. Kuna mtu alikaa hapa anajua hadi vitabu vya laana,
anajua hadi ishara za laana. Ukifanya hivi shetani, ukifanya hivi shetani, ukifanya hivi shetani, ukifanya hivi shetani, ukifanya hivi. Sisi wachungaji tunaacha kuhubiri pokea, tunasema pokea tena shetani. Tufanye nini? Mimi nimejifunza dalili za laana kuliko dalili za baraka. Futa hizo elimu kichwani. Hebu shika kichwa, sema nafuta elimu. Sema nafuta hizo elimu. Tukihubiri tukifanyia na sema mwana kwa wakati nini? Nini sasa? Tufanye nini sasa? Sasa ndio ndio shiko chako. Tukinunua magari mazuri, zimasoni. Tukitembea magari mabovu, amechoka. Mungu wake amsaidie. Tufanye nini mwanakole? Tukivaa nguo nzuri anadai. Tukivaa nguo mbaya anadivaa. Tufanye nini na nini? Pokea dalili ya neema. Amina. Ukimwona mwenzako amependeza, mwambie hongera. Amina. Ukimwona mwenzako amenunua gari, mwambie hongera. Amina. Ukimwona mwenzako amezaa, mwambie hongera. Amina. Ukimwona mwenzako amepata mchumba, mwambie hongera. Ukimwona mwenzako amepata ajira, mwambie hongera. Usiwe mtu wa hasira. Mkono sema nakataa uchawi. Nakataa uchawi. Sema nakataa mawazo ya kichawi. Nakataa mawazo ya kichawi. Sema nakataa alama za kichawi. Nakataa alama za kichawi. Nafuta alama za kichawi. Nafuta alama za kichawi. Kila kitu chawi. Leo kuna mama mmoja anaambia, anasema mwanangu, najua vitabu vingi vya Freemason. Yaani mimi nasoma vitabu vya Freemason naki nasoma vitabu vya Yesu vya kunijenga, vya kunisaidia, vya kunipigwa katika udhaifu. Alisulubiwa katika udhaifu, lakini anaishi kwa nguvu za Mungu. Piga makofi kwa Yesu. Amina. Ni kweli mwanangu, napitia changamoto. Liko jambo zuri mbele yako. Ni kweli leo umepungukiwa, lakini liko jambo zuri kwenye maisha yako. Usikate tamaa. Alisulubiwa katika udhaifu. Watu walikuwa wanaona ule udhaifu, walikuwa wanaona ile machozi, walikuwa wanaona ile kilio, walifikiri kilio, kumbe ni nguvu. Atafuta nguvu. Ndio maana tunajua tukifunga, tunatembelea kila mwingine mikono miguu yetu imekataa kwenda, ule moto mnawaka moto. Niwahi kufunga siku 20 na ngapi? Shamama nimetembelea mikono kwenda chooni. Wewe unaona kenya choo hujaumwa wewe. Yes. Yeye ilikuwa ni ibada ya uponyaji. Unaona ndio naumwa na mimi hapa, uwe mzima. Ngome inakuwa mzima na pembeni kwa safi. Wanakuja hapa na wanaondoka ni wazima. Kwa nini? Katika udhaifu ndio kuna nguvu. Katika matukano ndio kuna heshima iko mbele yako. Katika aibu ndio kuna heshima iko mbele yako. Acha kukaa kwenye aibu. Acha kukaa kwenye matukano. Acha kukaa kwenye mabaya. Yako mazuri na pepa. Wao wanataka kumtesa, kumbe wanapitia nguvu. Wanamuongea safari. Wanaokushambulia leo wataona ukiimarika kwa jina la Yesu.